Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Uwali gani mtazamaji wa chanela yetu? Hamjambo, mara tena karibu kupokea matangazo yetu tukiwa mwanzo wa wiki Mei 5, 2025. Tunakutangazia toka DRC, mashariki mwake, jimboni Kivu Kusini. Tuangazie habari hizi tukigusia kesi za Mpox Kivu Kusini. Matukio 1900 ya Mpox yamerekodiwa katika Kivu Kusini kati ya Januari na April 2025. Yote yanafuatiwa na kuteleza kwa hatua za kuzuia. Taarifa hizo zinathibitishwa na Dr. Claude Baizire, mhusika na mawasiliano katika idara ya afya ya mkoa. Kanda 34 za afya katika jimbo hili zinaathirika. Eneo la afya la Miti, Muresa linasalia kuathirika zaidi, likifuatiwa na Nyangezi, Uvira na Nyantende. Katika jiji la Bukavu ni eneo la afya la Kadutu limerekodi idadi kubwa ya kesi, ingawa maeneo yote ya jiji yanaendelea kuripoti maambukizi. Dr. Claude Baizire pia anaonyesha kuwa vifo 13 vinavyohusiana na Mpox vimerekodiwa katika kipindi hichi. Watoto walio chini ya miaka 5 ni miongoni mwa makundi yaliyo hatarini zaidi. Aliongeza kuwa kukimbia kwa wagonjwa katika vituo vya afya kufuatia vita pia ni miongoni mwa sababu zinazosababisha maambukizi haya kuendelea. Ikikabiliwa na hali hii, DPS inatoa wito kwa kuimarishwa kwa hatua za kuzuia na usafi ili kuzuia kuenea kwa virusi hivi. Kumbuka kwamba Kivu Kusini ni mojawapo ya majimbo yaliyoathiriwa zaidi na Mpox katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kukuza uelewa miongoni mwa watu juu ya uendeshaji wa hatua za msingi za usafi na mazingira ndani ya nyumba, mtu binafsi, familia na jamii. Hii ni lengo la mkutano wa viongozi wa jamii wenye ushawishi kutoka eneo la Ndendere uliofanyika wikendi iliyopita katika jiji la Bukavu. Fursa kwa mchungaji Albert Migabo Nyagaza, mkuu wa eneo la Ndendere, kutoa wito kwa wakazi wa Bukavu kwa jumla na haswa wale wa Ndendere kuheshimu hatua za usafi na kuzuia magonjwa yanayotokana na maji machafu. Mchungaji Albert Migabo Nyagaza anajitahidi kutoa hotuba mbalimbali. Mchungaji Albert Migabo Nyagaza anajadili hatua mbalimbali katika taarifa hii kwenye chaneli yenu. Tulitangaza na kusema kama kuna mambo machache madogo ambayo inaweza ikatuepusha kwa magonjwa fulani na tutakuwa washindaji kama tukiheshimia mambo ile madogo. Kwa mfano hata kunawa mikono mzuri, kwa mfano ile ambayo tuliweza kusema kama kusafisha vifasi ambazo tunaenda kufanya machoo zetu, hata kuondoa uchafu kwenye mifereji na kuweza kufungua kila kitu ambayo inaweza kufunga maji isiririke mulupango, na ukausha hata vile maji ambayo inaweza ikademedeme mulupango. Watu waweze kufanya usafi ya mikono na kila kitu, watu wachungane wafanye kila kitu kizuri, hata watu watumie mamustikere ambayo inaweza kutuma maimbu hazitawaluma na vitu vingine vichache kusudi tujiepushe na magonjwa, sababu tunapaswa kujikinga kwa namna yote kusudi tuendelee kuishi, kusudi tujiepushe na magonjwa ambayo zinaweza kutushambulia, sababu mnajua kama siku hizi ni shida kwa kupata madawa fulani. Watu 3 wamefariki, akiwemo baba na watoto wake 2. Ripoti ya ugomvi kati ya wanandoa katika eneo la Bikenge, Luhihi katika tarafa la Kabare, tukiwa Kivu Kusini. Kulingana na mashirika ya kirahia ya eneo hilo, baba aliwaua watoto wake 2 baada ya mkewe kutoroka. Kwa upande mwingine, wenyeji walimchinja ili kuonyesha hasira yao. Didier Chiza Bahonga, kiongozi wa jumuiya ya kirahia ya Luhihi, katika hotuba yake alisema yafuatayo: kuna kuwa kitu ambacho kilipatikana mu village ya Bukenke, groupement ya Luhihi, territoire ya Kabare, ambacho watu hawakuelewa na inashangaza watu wa mingi. Bwana moya akiwa na zaidi wa umri miaka 25
ameua watoto wake wawili, kisha kupata mafarakano yeye na bibi yake. Bibi akakimbia, akasema hivi hakukamata tena bibi, akaua watoto wake wawili ambao wako na umri wa miaka 7 na miaka 9. Tuseme kama population na bajene ba quartier nao wakasema hivi aliua bibi yake, nao bamuoe juu haiko njoo ya kwanza anafanya kitendo ya vile. Miezi ambayo ilipita aliviua na mama yake na babake, akamlaana akamwambia kama hii kifo unaua mamako na wewe njoo utakufaka, na wewe utakufaka, batu wanakuua. Habari za kijamii. Watu 7 wamepoteza maisha kwa kukosa hewa katika sekta ya migodi ya madini katika kijiji cha Mapale katika kikundi cha Bawendema katika kitongoji cha Wamuzimu wikendi iliyopita. Taarifa hii imetolewa na mfumo wa mashauriano wa mashirika ya kirahia ya Mwenga katika mahojiano nasi Jumatatu hii Mei 5 mwaka tulimo. Muundo huu wa kirahia unaalika huduma ya usimamizi na usaidizi wa uchimbaji madini wadogo wa SAIMAPE kuchukua hatua za kulinda wachimbaji madini wadogo katika eneo hilo. Fursa kwa Hilary Sombia, mfanyakazi wa kijamii, kuuliza SAIMAPE kufunga tovuti na kuwapa vifaa vya kinga kama vile helmeti, glavu, miwani ya usalama, buti na mavazi ya kinga kwa ajili ya ulinzi wa wachimbaji madini. Hilary Sombia katika mahojiano nasi aliongea. Tumehuzunika na ajali ambayo inatokea kwenye nafasi ya kuchimbia madini katika juma inayoisha au Palugushwa kwa nafasi wanaita G7, kuambia kitengo ambayo inaangalia kuwasaidia na kuwasindikiza wachimba madini wa chini kufanya kazi yao kama vile ipasavyo. Isibakile tu kulipisha pesa ya tax. Itakuwa ya muhimu kuangalia namna gani wale watu wa SAIMAPE waangalie kwenda kufuatilia kazi ambao hiyo nafasi ambayo tunatumika na kuangalia wanatumikisha umeme na wali namna gani wanajikinga. Itakuwa ya muhimu kuwasaidia na hiyo makaske, kwa pia vitu kucha kwenye mikono, kutia pia lineti kwenye macho, na wakwe pia na vitu ya kuvaa viatu nzuri, na kuangalia gisi ya kinga na hali yote ambayo inaweza kuwafikia. Na zaidi ile waendelee kujikaza sana kufuatilia kila wakati ni umeme gani wanatumikisha na kama inaendelea kuwa vizuri, sababu ya kuipukana na hii mambo kama na haya ambayo tunaendelea kuona kwa siku ambao imefanyika kwa hii juma ambayo inaisha. Wanawake kadhaa wajawazito wanakufa kati ya Machi na Mei 2025 katika mkoa wa Kivu Kusini. Hii ni kutokana na msongo wa mawazo kufuatia ukatili mashariki mwa DRC, huduma duni za afya na ukosefu wa ufuatiliaji na matatizo mengine mengi. Tahadhari hiyo inatoka kwa wakunga ama wasaji fame wakati wa mahojiano na waandishi wa habari Jumatatu Mei 5 mwaka tulimo. Kando ya siku ya wakunga, kuna visa vingi katika maeneo ya Kabare, Kale, Ijwi, Minova na Walungu. Katika maeneo haya yote, ufuatiliaji wa wanawake wajawazito umekuwa zana. Kutokana na hali hiyo, wakunga wanaomba ulinzi wa wenzao, kuimarishwa kwa ulinzi na vifaa vya miundo ya afya ili kupunguza vifo vya wajawazito katika maeneo ya mkoa. Asante sana. Kufatana na utafiti ilionekana kama wanawake 553 sur 1000 naissances vivantes walipata hiyo shida ya vifo. Ile ni kupitia nchi nzima. Na huku kwetu Sud Kivu ilionekana kama kupitia shida tuna traverser pour le moment, hiyo shifre inaongezeka tena zaidi. Hatuyakuwa na shifre yenye iko exact kwa kuwa tungali mu periode ya crise, me inaonekana kama inaongezeka zaidi. Sababu ni mengi. Tukiangalia kwanza, population iko en mouvement. Watu wanatembea huku na huku, hawako stable kwenye wako. Ya pili, utakuta ile vituo vya afya ama maternite wamoja, maternite zimoja zikuwa
zimeharibika, zimebomolewa, balizipie, na tena ya pili bakazo kuko zenye zilishafunga. Matokeo ziko mingi sana nilisema. Tokeo ya kwanza ni kutoenda kukituo ya afya kwenye kunapatikana sage femme. Tokeo ya pili, makati mwanamke anazaa fasi kwenye sage femme hakumsaidia, anaweza akapate infection. Tena anaweza akapate, kunaweza kuwa tetanose neonatal. Tena kunaweza kuwa mwe wakati ya crise kuko probleme ya ma violence basée sur les genres, surtout les violences sexuelles. Ile yote ni matukio yenye inakumbwa population na communauté kufuatana na crise ndani tunapitia. Kwa wanawake wajawazito tunawasi wazogele vituo vya afya viko karibu. Ile vituo vya afya iwasaidie, iwapatie ma information gisi mimba iko na evolue, iwaambie gisi banapasha jiproteger, bajisentir biko musekirite, na banabafanizia suivi ya mzuri ya grossesse. Donc bakwenda kukipimo, basi bakilie kunyumba tu. Ase masasi iko, vita iko, atutaenda kukipimo. Kipimo ni amana sana mama mjamzito. Mtu mmoja kufariki, mmoja kujeruhiwa na makumi ya nyumba kuteketea kwa moto. Hayo ni matokeo ya mkasa wa moto uliojitokeza mjini Bukavu Jumapili Mei 4 katika manispa ya Kadutu huko Kasali. Kulingana na vyanzo tulivyowasiliana navyo, ni baba ambaye alitaka kurudi katika nyumba yake kwa ajili ya kuokoa baadhi ya dokumenti zake. Huyu alionekana kupoteza maisha katika mkasa huo. Pia anaongeza kuwa mtoto mdogo alijeruhiwa na analazwa katika kituo cha matibabu cha eneo hilo kwa ajili ya kupata huduma sahihi. Aidha, makumi ya nyumba yameteketea na kuacha familia nyingi bila makazi. Ikumbuko kwamba kwa takriban wakazi milioni 2, jiji la Bukavu lenye miundo michafu mara nyingi hupata majanga ya aina hii, haswa katika wakati huu wa kiangazi ama kipwa. Hali ambayo mara nyingi husababisha kupoteza maisha na familia kubaki bila makazi. Hivyo umuhimu wa kuongeza uelewa wa umma kuhusu uzuizi wa moto na majanga mengine unahitajika. Habari za kiutamaduni na matamatisho ni kwamba kupitia kazi yake ya msaada wa barabarani, mshairi wa Slam Pascaline Lina anatoa sauti kwa watoto wanaoishi mitaani katika maeneo kadhaa ya DRC. Katika mahojiano nasi mnamo Jumatatu hii Mei 5 mwaka tulimo, mshairi wa Slam Pascaline Lina alisema kwamba watoto wanaoishi mitaani wana mustakabali mzuri licha ya hali zao. Kwake idadi ya watu haipaswi kuwahukumu watoto hawa, lakini kuwahimiza kupata nguvu kutoka kwa mateso yao. Kwa ajili ya hiyo, Pascaline Lina anatoa wito kwa watoto wa mitaani daima kuweka matumaini, kwa sababu mitaani haitoi tu majambazi pekee, bali pia wanaume na wanawake wenye manufaa kwa familia. Amezungumza hayo katika mahojiano nasi. Alors le message à la population. Ujumbe kubwa kwa idadi ya watu ni kwamba wasingeliweza kuhukumu kwa haraka sana, kwa maana nyuma ya kila mtu kuna sababu. Kwa kuwa nyuma ya kila mtu ana historia, ana hadithi na maisha yake. So ujumbe kwa idadi ya watu ni kwamba wasingeliweza kuhukumu kwa haraka sana, kwa maana nyuma ya kila mtu kuna hadithi fulani. Kwa hiyo waweze kuwa makini kwa kusikia sana na kutazama pia, na watoto wa barabarani wasingelipoteza matumaini, lakini wajipe nguvu, kwa maana ni hii mimi nilipitia binafsi, na pamoja na wakati mnaweza kupitia hiyo mkionyesha kwamba barabara inaweza kuwafanya nini hodari. Ni hiyo ndio nimeelewa. Parce que même les délinquants qui sont venus de nos familles,
La ziada tuna mtazamaji wa chanela yetu, matamatisho ni hapo. Asante kutukopa sikio mwanzo hadi tamati wa dira hizi. Mungu akubariki. Tuonane siku nyingine kwa majaliwa ya Allah. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.